Habari na karibu kwenye Zone Media. Ninakuletea taarifa muhimu kuhusu hali ya kiafya ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 alilazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma mnamo Februari 14 mwaka 2025 kutokana na maambukizi makali ya mfumo wa upumuaji yaliyosababisha nimonia mara mbili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Vatican, hali yake imeendelea kuimarika na sasa hayuko tena katika hatari ya kifo. Mnamo Machi 16 ya mwaka 2025, picha ya kwanza ya Papa Francis tangu alazwe hospitalini ilitolewa. Ilimuonyesha akiwa kwenye kiti cha magurudumu akisherehekea misa ndani ya kanisa la hospitali ya Gemelli. Ingawa hakutokea dirishani kutoa baraka za Jumapili kama ilivyo kawaida, aliwashukuru watoto waliokusanyika nje kwa maombi yao, akisema uwepo wao ulimletea faraja kubwa. Madaktari wamesema hali yake inaimarika, lakini bado anahitaji uangalizi maalum kutokana na umri wake mkubwa, matatizo ya utembeaji na historia ya kupoteza sehemu ya pafu. Kutokana na afya yake, Papa Francis amekosa kutoa hotuba yake ya kila wiki ya Angelus. Waumini wa kanisa Katoliki duniani kote wameendelea kumwombea. Huko Argentina, waumini walikusanyika katika misa maalum kumwombea, wakisema maisha marefu kwa Papa Francis. Kwa sasa hakuna tarehe rasmi iliyotangazwa kuhusu lini Papa Francis ataruhusiwa kutoka hospitalini, lakini ripoti kutoka Vatican zinaonyesha kuwa afya yake inaendelea kuimarika. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inamhusu kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani ambaye ni Papa Francis, ambaye alikuwa akiumwa na aliweza kulazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma mnamo Februari 14, 2025, na kulikuwa kuna taarifa nyingi ambazo zimekuwa zikisambaa zikimhusu Papa Francis kwa afya yake, na hatimaye sasa picha yake ya kwanza kabisa ambayo unaiona hapa imeweza kutolewa na Vatican na ikimuonyesha Papa Francis akiwa hospitalini. Na hii yote inaleta matumaini makubwa sana kwa kiongozi huyu mkubwa kabisa wa kidini hapa duniani, ambaye ni kioo cha watu wengi, na pia amekuwa na ushawishi mkubwa sana kutokana na nafasi yake kuwa kubwa sana ya uongozi wa kidini kwenye kanisa Katoliki duniani. Sasa tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu na kukuletea taarifa zaidi. Kwa habari zaidi, endelea kufuatilia Zone Media. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwa habari moto moto, na hii ni Zone Media.